Watu wangu mnaosumbuliwa sana na magonjwa, nimekuwa nikiwaambia mara kwa mara, kuna vitu vingine ambavyo wewe huwezi kutibiwa hospitalini, lakini kwa mimea kama hii unayoiona, hii ndio tunayoshughulika nayo kuwatibu watu. Lakini yanaonekana ni maua, lakini sisi tunajua namna ambavyo tunawasaidia watu kupitia mimea hii. Kwa hiyo wale wanaosumbuliwa na magonjwa ya bawasiri, magonjwa ya migongo, magonjwa ya mbavu, wenye matatizo ya kisukari, tunawatibu kupitia mimea hii. Kuna mmea wenye historia kubwa ambao umetoka Israeli. Mti kama huu, sehemu zingine wameupanda, huu hapa, lakini ni waombe kwa namna hiyo kwamba tumieni mimea isiyokuwa na sumu. Mnapotumia mimea isiyokuwa na sumu, mtapona vizuri. Hamtakwenda kupata changamoto za kufanyia operation. Changamoto za kutumia dawa za sumu ni shida. Kwa hiyo mimea kama hii, kuna mmea unaitwa muharadali ambao umetajwa kwenye maandiko matakatifu. Muharadali huu hapa, huu unatibu magonjwa kadhaa, magonjwa mengi unatibu, lakini zipo aloe vera ndogo. Ukijihusisha kupata mimea kama hii, unaweza ukatibiwa vizuri magonjwa yako na ukapona. Wale wenye changamoto, na wahakikishia kwamba unaweza ukatibiwa kwa dawa nzuri kama hizi. Ndugu zetu wamefanya bustani ya maua, wanauza, lakini nimefanikiwa pia hata kuzungumza nao. Kuna mimea mingine watakao waitunze, ni dawa. Kwa wale ndugu zangu ambao wao wanasema hawawezi kutumia dawa hizi, ni dhambi, hao ndio waliochelewa, kwa sababu dawa za miti ndizo wanazotengeneza vidonge, na ndizo dawa zinazotumika huko. Hizo nazo ni sumu. Kwa hiyo hapa ndipo watu wanapopona kwa kutumia mimea hii ambayo ni dawa nzuri sana. Wenye matatizo ya bawasiri, matatizo ya kisukari, magonjwa ya ngozi, pamoja na magonjwa ya zinaa. Magonjwa yote ya zinaa tunatumia mifumo ya dawa kama hizi. Ukiwa na tatizo, basi utafanikiwa kupata dawa zako na kutibiwa, hatimaye utapona. Asante sana.